Hii ndio squad yetu ambayo tutasafiri nayo kuelekea kule Misri kwenye mchezo wa hatua robo finali dhidi ya Al Masry. Imekuwa story kubwa sana Aishi Manula kuachwa kwenye kile kikosi, na ikiwa kama siku ile ambayo kikosi kimetoka usiku, mchana alikuwa na mchezo wa CRDB Federation Cup, alikuwa yuko kwenye mbao, na maana mpaka mchezaji yuko bench, yuko kwenye mpango wa mwalimu, yuko tayari kucheza. Watu wakashangazwa kwa nini hakusafiri na kikosi. Kuachwa kwako wewe una maoni yapi na hivyo vitu ambavyo wanaviongea baadhi ya wadau wengine wa soka? Unadhani ni sahihi Manula kuachwa, kutopata nafasi ya kucheza ndani ya Simba? Kwanza naheshimu maamuzi ambayo amefanya uongozi wa Simba Sport Club, kwa sababu sio kila mchezaji anatakiwa acheze. Wameamua kumwacha Aishi Manula, lakini moja goalkeeper bora kutoka nchini Tanzania ni goalkeeper Aishi Manula. Na sio tu kwenye mashindano ya ligi kuu NBC, mpaka kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho, Manula Aishi ameandika alama kubwa kwenye yale mashindano. Kwa hiyo inawezekana tu hakuitwa kwa sababu 2-3, lakini haitaondoa ubora wake. Miongoni mwa goalkeeper bora ambao wa Tanzania tunapaswa kujivunia naye, basi ni goalkeeper Aishi Manula. Kwa sasa tuna magolikipa wazuri, akiwepo Djigui Diarra, amefanya kazi kubwa sana akiwa na Yanga na bado iko Yanga, lakini unamuona goalkeeper wa Simba Sport Club nani Pimpin Kamara, bonge moja goalkeeper. Kiwango alichokionyesha Musa Pimpin Kamara ni challenge kubwa kwa Aishi Manula, na itakuwa ni dhambi ukamwambia Pimpin Kamara baki afu Aishi Manula twende. Moja, Aishi Manula licha kiwango chake lakini hakupata nafasi ya kucheza muda mrefu sana msimu huu. Kwa hiyo mimi naamini viongozi wa Simba, technical staff yao walikuwa na jicho lao la tatu la kumwacha Aishi Manula. Lakini kwa sababu wameachwa, tusitengeneze scenario tofauti. Tunaelewa ubora wa Manula, tunajua heshima ya Manula, lakini pia mchango wa Aishi Manula ndani ya Simba Sport Club hautosaulika kamwe. Kwa hiyo watakwenda, watarudi, watafanya, lakini Aishi Manula bado atabaki kwa only one kwenye nchi ya Tanzania. Kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachambuzi tumeweza kusikia wakisema kwamba ili swala, kwa wengine wakisema Simba wanakosea, na hata pale ambapo watapoenda labda itatokea watafanya vibaya, hiyo inaweza ikawa sababu, kwa sababu golikipa ambaye ameenda naye Musa Kamara 50-50, yani mpaka wamemchukua, lakini inawezekana pia majeruhi, ametoka hayuko vizuri sana. Endapo akaumia tena, magolikipa wengine waliobaki pale hawana experience kubwa ya mashindano ya kimataifa zaidi ya Ali Salim ambaye tena kwenye michezo michache zaidi ya Aishi Manula ambaye amecheza michezo mingi kwenye timu ya taifa na pia michezo mingi na Simba Sports Club. Wewe unaweza kuungana na kauli yao hiyo? Simba anakwenda kucheza mechi za maamuzi. Anaenda kucheza Masry dhidi ya Al Masry hapo. Ni mechi ambayo inahitaji wachezaji wake wafiti 100%. Kwa sababu huwezi ukaenda kucheza kwenye huo mchezo Afrika wachezaji wako hawana fitness, hawaja kuwepo uwanjani muda mrefu sana. Na ndio maana unaona Simba moja kitu ambacho wameamua na wamekiona kwamba muda huu sio kumchukua Aishi Manula. Mimi naamini atacheza, labda tu ni wakati bado, lakini kwa sasa lazima tukubali kiwango cha Pimpin Kamara ni kiwango kikubwa sana kwenye nchi ya Tanzania na kwenye ligi yetu NBC. Kwa hiyo tuheshimu tu maamuzi ya viongozi wa Simba walichokifanya, ila siamini kwamba itatokea kwamba Simba amefungwa kule basi sababu itakuwa ni kuachwa Aishi Manula. Siamini kwamba itatokea kwamba Simba ameshinda kule kwa sababu ya Pimpin Kamara. Wote kila mtu ana mchango wake vizuri, kila mtu anafanya kazi ndani ya Simba Sport Club. Kwa hiyo tuheshimu tu, kikubwa tu ni kuheshimiana kwenye maamuzi na kwenye ufanisi wa kazi. Ila squad ile kwenda kule naamini itawasaidia wana Simba Sport Club. Kwenye mashindano ya kimataifa Simba wamekuwa wakikwama kwenye hatua ya robo finali mara kadhaa. Na sasa hivi kwenye kombe la Confederation Cup kuna baadhi ya watu wanaamini Simba inaweza ikafanya vizuri zaidi msimu huu kuvuka hatua hiyo ya robo finali kwenda nusu finali na hata pengine finali. Wanaona kila sababu Simba ya kuendelea kufanya vizuri. Je, kipi ambacho kinawakwamisha Simba kwa misimu ya nyuma, na labda iko kitu msimu huu wanaweza kawawana tena na wanaweza kule wakavuka kwenye hiyo hatua vile ambavyo wanavyoiona Simba kwa daraja lake kwenye renki za CAF na kutofautisha na wapinzani wao ambao wanakutana nao? Ni kweli Simba hatua kama hizi zinamsumbua sana kwa muda mrefu sana. Kwenye kumbukumbu zangu 93 ndio itakuwa mara ya mwisho Simba kucheza final ya mashindano haya ya Afrika. Sijajua kwa anaitwaje huko, lakini ndio mara mwisho, zaidi ya miaka 33. Ni muda mrefu sana Lakini Simba ya msimu uliopita, Simba msimu uliopita tena sio Simba hii. Hii mpya kabisa, kuanzia technical staff mpaka kwa wachezaji wengi. Na naamini wachezaji ambao wamebaki kama waandamizi wa Simba, ile Simba wamefuzu hizi hatua mara nyingi, wamebaki wachezaji 2-3. Nikimtaja Shomari Kapombe na nikimtaja na Zimbwe
someone nani. Anaweza kuwepo Mzamiru naye achezi, Kibu alikuwepo last season. Lakini wachezaji wengi asilimia kubwa ni wapya. Na wameonyesha kiwango kikubwa sana. Na ukitaka kuangalia hilo, moja ya timu ambayo hivi sasa ina defensive bora kwenye ligi kuu ya Tanzania, na naamini hata kwenye mashindano ya Afrika kwenye hizi ngazi za vilabu, basi Simba uweze ukamwacha, uweze ukamtoa kwenye hiko kinyang'anyiro. Simba amecheza mechi 19 za ligi kuu yapo kama sikosei, ameruhusu goli 8. Na ndio timu pekee ambayo imeruhusu mabao machache. Na Simba pia kwenye ligi kuu ina top scorer wa ligi kuu Tanzania bara akiwa ni Chazi Yaua, kama sikosei. Na Simba ina wachezaji kama watatu wakishindana na Yanga kwenye kile kinyang'anyiro cha nani atakuwa mfungaji bora wa msimu huu. Ikiwa Simba wana mmoja Chazi Yaua, Yanga wanao wachezaji wenye 10 hivi. Kwa hiyo ni timu ambayo ina ushindani mkubwa. Na ukiuliza kuhusu mchezo zidi Al-Masry ni timu ya Misri, ni timu ambayo imecheza mashindano kwa muda mrefu, lakini pia tukubali kwamba Al-Masry iliondoka kwenye mashindano ya muda mrefu sana. Kwa hiyo kwenye mchezo huu Simba anaingia kama giant. Al-Masry anaingia kwenye mchezo huu akiwa kama underdog. Moja, Simba amecheza consistency zaidi ya mara 6 mara 7 kwenye mashindano. Ukimtafuta Al-Masry ameingia ametoka, ameingia ametoka, na alipotea muda mrefu sana. Sababu utawala wa Misri ilikuwa ni Al Ahly, Zamalek, na sasa hivi ameibuka nani? Piramidi. Kwa hiyo ninachotaka kusema labda tuitokee kadari za Mwenyezi Mungu, lakini mimi naona kabisa timu kutoka Tanzania ina nafasi ya kufuzu hatua hii. Kwa tuipi asilimia msimu huu Simba kwenda hatua ya nusu? Na ndio msimu wao pekee watakaofuzu. Hakuna msimu mwingine wataweza kufuzu. Kwa sababu misimu mingi ambayo Simba anacheza hatua ya robo finali, anaanzia nyumbani na kumaliza away. Na timu zote simenelewa. Moja nakumbuka aloanzia away akaja kumalizia nyumbani, alianzia kule Afrika Kusini zile Kaizer Chiefs, alifungwa 4, akaja Benjamin Mkapa akashinda goli 3, lakini nyingine zote alitoka. Anashinda hapa, anafungwa kule, na huko pia afungwe tu kirahisi. Anafungwa goli 1, watu wamelevel scoreboard, aggregate. Tunakwenda kwenye mikwaju ya penalty. Ndio hicho Simba ambao kimemfanyaje. Lakini safari hii anapata favor tena ya kuanzia ugenini kuja kumalizia nyumbani. Kipindi ambacho Simba ana maumivu makali. Licha ya kutolewa mara kwa mara kwenye mashindano, lakini lazima ukubaliane na mimi Bipo TV na JR Mtita, Simba anaumizwa na kivuli cha Young Africans. Yanga kitendo cha kucheza finali ya ligi kuu ya kombe la shirikisho ni kitendo ambacho kimemvuruga kikubwa sana saikolojia ya Simba. Kwa hiyo Simba anaingia kwenye mchezo mmoja, anatafuta kutengeneza historia yake mwenyewe, lakini pia Simba anaingia kwenye mchezo kuja kuhakikisha anakwenda kupambana kuvunja utawala wa nani? Wa Yanga Afrika. Na kitu pekee ambacho Simba ataweza kuvunja utawala, sio kuvuka tu hapa. Simba anahitajika kwenda kucheza final na kuja kuhakikishia wana Simba Sports Club wanakuja na kombe katika nchi ya Tanzania. Kama akifanya hivyo, itakuwa amevunja historia ya Yanga. Lakini kama akifuzu kuelekea nusu finali, haitakuwa historia kwa Yanga. Kama atafuzu kucheza finali, hajachukua kombe, Yanga haitomsumbua kitu. Itakuwa wao wenyewe wamejiandikia historia. Lakini kikubwa zaidi, kitu ambacho Simba wanakitaji, wavuke hatua ya nusu finali, wacheze finali, alafu wapambane wahakikishe wanakuja na ndoo ya kombe la shirikisho. Hiko ndo kitu ambacho Simba pengine wanakifikiria zaidi kuliko kitu chochote. Lakini Simba wasiingie kwenye hizi mechi kwa mentality mbili. Wakiamini kwamba sisi tunahitajika kucheza mchezo kushinda, lakini pia tunahitajika kucheza huu mchezo kwa ajili ya kutafuta kuvunja historia ya Yanga. Hapo watakwama. Waingie uwanjani kwenye huu mchezo wa kutafuta historia wao wenyewe. Na historia yao wenyewe wanatakiwa Simba wavunje kile kikwazo ambacho kinawasumbua zaidi ya mara 6, mara 7, mara 8. Wanacheza hatua ya robo finali afu wanakwama. Lakini wakiingia na hizo mentality mbili, tunataka tumpite Yanga, tunataka kufuzu, mimi naona Simba itopata nafasi ya kufuzu hizo hatua nusu finali. Dosa, kwa hiyo kwa msimu kama Simba itovuka hii hatua hata nusu finali, wana Simba wana haki ya kuweza kuilaumu timu yao? Asilimia 100. Brother, tushakuzungumza sana na Bipo TV na JR Mtita. Hakuna timu duniani ambayo inasajili wachezaji 10, 15 plus alafu timu hiyo inakaa vizuri. Hakuna. Nimefanya assessment kwenye vilabu vingi sana duniani. Nimefanya Madrid, nimefanya Atletico Madrid, nimekwenda pale Catalunya, Barcelona hiyo. Nimekuja kwa Manchester United, nimekuja kwa Liverpool, lakini pia nimekuja mpaka kwa Paris Saint-Germain. Hakuna timu ambayo inasajili wachezaji 10 plus alafu timu hiyo ikakliki kwa muda mfupi. Lakini Simba ameweza.
Simba amefanyaje? Simba amesajili wachezaji 10 plus. Tena nafikiri 15 wamefika. Lakini angalia kitu anachokifanya Simba. Simba yupo kwenye contender wa ubingwa wa ligi kuu nchini Tanzania. Mtu anaweza akakataa, lakini uwezi ukamtoa Simba kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Simba uwezi ukamuondoa kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa wa ligi ya kombe la shirikisho. Moja, zimebaki timu 8. Kwenye timu 8 zinahitajika timu 4. Na Simba advantage yake anakuja kumaliza nyumbani. Ina maana Simba kishinda mchezo wake wa nyumbani kwa idadi kubwa ya magoli, inategemea na kule atafungwa vipi, atashinda vipi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Simba akaingia nusu finali. Na timu inayoingia nusu finali, timu inayoingia robo finali, obvious timu hii inatafuta ubingwa. Kwa hiyo hiki anachokifanya Simba, hakuna timu yoyote duniani ambayo imeweza kufanikiwa. Wachezaji 15 wamesajili, alafu msimu huo mmoja timu imefanyaje? Imekaa vizuri. Ndio maana mimi nawahi kusema, mara kwa mara nasema, kitu anachokifanya Simba kwenye usajili wake ni very special kwangu. Wachezaji 15, timu imekliki, timu ina mfungaji bora, timu ina goalkeeper mwenye clean sheet nyingi, timu ina defense bora ya ulinzi, lakini timu pia ina viungo ambao wanatoa ushindani wa ligi kuu NBC. Bahati mbaya tukupata ladha ya dabi, lakini tungeshuhudia mambo mengi sana msimu huu. Dosa, tumalizie kwenye hili. Hapo mwanzo ulizungumzia Yanga Afrika kucheza finali na hivi Simba ambapo wanavyoenda kustruggle. Kwenye kikosi cha Simba wanavyokiona hivi sasa, tukilinganisha na kikosi cha Yanga Afrika kipindi kile ambao wamecheza finali, quality zinaweza zikawa zinaendana? Maana kuna watu wengine wanazungumzia Yanga Afrika ilikuwa na wachezaji ambao pengine wengine wana uzoefu mkubwa, lakini wengine walikuwa na quality kubwa zaidi kama kina Fiston Kalala Mayele. Yeah, no doubt. Wakati Yanga anaenda kucheza finali ya kombe la shirikisho, moja ya silaha yao kubwa ilikuwa ni benchi la ufundi. Walikuwa na mwalimu bora sana, mwalimu ambaye alikuwa na mbinu, mwalimu ambaye alikuwa anajua wakati unafanya nini, wakati unahitajika kufanya kitu gani. Lakini pia uwezi ukasahau wachezaji wa Yanga kipindi kile, quality ya kutosha. Mchezaji kama Shabani Dijuma licha ubora wake, lakini hakuwa na experience ya kutosha kucheza ile mashindano. Lakini kule pembeni alikuwa mchezaji mmoja aitwa nani? Lomalisa. What a performance. Ameonyesha kiwango kikubwa sana. Lakini hapa wachezaji wawili ambao walitengeneza chemistry, hakuna mtu aliyotarajia. Alikuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, alikuwepo na Dickson Job. Wakati huo walikuwa wanakuwa, lakini wameonyesha ubora wa hali ya juu. Na ndio mwaka kama sikosei, Dickson Job alichaguliwa kuwa beki bora wa ligi kuu nchini Tanzania. Kama sikosei. Si ndio vizuri? Lakini uwezi ukasahau kiwango bora kutoka kwa Faisal Salum. Nafikiri hakumaliza yale mashindano, lakini katika mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa uwezi ukamuondoa Faisal Salum. Ukija kule pembeni yupo mchezaji kama Jizi Moloko, ukija kule mbele yupo mchezaji ambaye mwenye kiwango bora kwenye msimu ule, Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo imekuwa ndio inawaumiza Yanga Afrika pale wanaposimamisha mshambuliaji wa kati. Unataka kulinganisha washambuliaji wa sasa hivi na Fiston Mayele? Fiston bado inawaumiza. Fiston Mayele alikuwa na kiwango cha kipekee. Alikuwa na uwezo wa ajabu. Ni mchezaji ambaye alikuwa anaweza kufunga kila aina magoli. Ya kukimbia, ya kupiga tiktaka, ya kupiga kichwa, ya kufunga mguu wa kushoto, mguu wa kulia. Ndio maana nikasema wachezaji waliopita kwenye nyakati za Nabi ni wachezaji ambao kipekee. Naamini mpaka sasa hivi mashabiki wa Yanga tukiangalia memories zile tunatamani kweli wakati urudi nyuma, lakini ndio umeshapita. Lakini ukirudi kwenye wakati ule, Yanga ilikuwa na kiungo wao bora, Khalid Aucho. Hakupata nafasi. Kuna watu wengi wanaamini kwamba uwepo wake kwenye ule mchezo ingesababisha Yanga kurudi na kombe la kombe la shirikisho. Lakini imeshapita. Mechi muhimu mnamkosaje wa jamaa? Yeah, mara kwa mara tunamkosa. Mechi 2 tumemkosa. Nafikiri kucheza mechi 2 za Mamelodi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wakati ule Yanga ilikuwa ina wachezaji bora zaidi, lakini Yanga walikuwa na wachezaji wajibikaji zaidi kwenye kipindi kile. Kwa hiyo safari hii Simba wana wachezaji wazuri, lakini siwezi nikasema walikuwa na viwango bora kuliko wachezaji wa Yanga walikuwa wanacheza finali ya kombe la shirikisho. Simba wachezaji wao wengi wanatafuta mafanikio. Wengi. Naogopa mtu ambaye ana njaa ya mafanikio.
Huenda akakusurprise. Anaweza akakuletea kitu ambacho wewe mwenyewe hujatarajia. Ndio maana leo hakuna mtu aliyotarajia kwamba Charles Ahoua mpaka hivi sasa atakuwa kwenye namba zile. Ndio maana hii leo hakuna mtu aliyotarajia mtu kama Mkwala atakuwa kwenye namba zile, kwa sababu ni wachezaji ambao wao wenyewe, achana na timu, wao wenyewe wanatafuta status ambayo inaweza ikaondoa ndani ya Simba Sport Club ikawapeleka timu kubwa zaidi, kama vile ilivyomtoa Fiston Kalama ile kutoka Yanga kumpeleka Piramidi. Ndio maana nikasema mechi ya Simba kama ikitokea Simba hajafuzu kuelekea nusu finali, yeye mwenyewe ndo atakiwa ajifungie kengele. Sawa, tumalize kwenye hili. Yanga Afrika wana mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Tabora United.